Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa makala tuliokuwa nayo ni kwa nini Marekani pamoja na Israel na hata mataifa ya Magharibi hayataki Iran kuwa na nyuklia. Mataifa ya Magharibi ikiwa ni pamoja na Marekani yakichanganywa pia na Israel yanakataa kabisa Iran kuwa na silaha za nyuklia. Hata hivyo, leo hii tunaangalia kwa kina zaidi kwa nini mataifa haya yanaikataza Iran kuwa na nyuklia, wakati kwa mfano Marekani yenyewe ina silaha kabisa za nyuklia na hata Israel inatajwa kwamba ina silaha za nyuklia licha ya kwamba hazikutangazwa na wala hazifahamiki kimataifa, wala IAEA haifahamu zaidi kuhusu suala la nyuklia nchini Israel. Lakini ni Iran ambayo ilitangaza kuwa na mfumo wa nyuklia wa amani, lakini ndio taifa ambalo kwa sasa limekuwa likigubikwa kutokuwa na silaha hizo za kinyuklia. Miaka mingi, mmoja kati ya mzozo ambao umeibuka katika eneo la Mashariki ya Kati na hata ulimwenguni kote ni pamoja na suala la nyuklia kwa upande wa Iran. Hapo mataifa ambayo hayakuwa kabisa na silaha za nyuklia, lakini baadaye yakaingia katika mfumo wa utengenezaji wa makombora kabisa ya nyuklia. Korea Kaskazini ni moja kati ya mataifa ulimwenguni ambayo yamekuja kuibukia katika utengenezaji wa makombora ya nyuklia. Marekani ililalamika kwa muda mrefu ikishirikiana na washirika wake wa Magharibi juu ya Korea Kaskazini, lakini ni Korea Kaskazini ambayo katika nyakati hizi ipo chini ya Bwana Kim Jong Un ambayo iliamua kujiegemeza zaidi katika utengenezaji wa silaha za nyuklia. Kwa upande wa Mashariki ya Kati bado hakuna taifa ambalo linamiliki silaha hizo, isipokuwa inatajwa ni Israel pekee yenye silaha hizo, licha ya kwamba haikufanyiwa uchunguzi wa kina ikiwa ina silaha hizo. Lakini inafahamika kabisa kwamba Israel ina vinu vya nyuklia ambavyo inarutubisha nyuklia. Lakini turudi moja kwa moja katika nchi ya Iran. Iran kwa muda mrefu, hasa baada ya mapinduzi, iliingia mgogoro na mataifa ya Magharibi kwa kutokana na mfumo wake wa uendeshaji wa nchi, hasa utawala wa kidini wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Mfumo huu umetengeneza mazingira mabaya sana kwa mataifa ya Magharibi. Ni mfumo ambao kimsingi umeifanya Iran kujitegemea zaidi kuliko ilivyokuwa miaka ya nyuma. Iran limekuwa taifa ambalo kwa namna moja ama nyingine, baada ya kufanya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, ilijiingiza katika masuala ya teknolojia. Iran ilibuka katika masuala ya utengenezaji wa teknolojia za kisasa, hasa kwenye upande wa silaha na hatimaye kuingia katika urutubishaji wa nyuklia. Iran imesema kwa muda wote ambapo ilianza urutubishaji wa nyuklia haikutengeneza kombora. Kutoka miaka ya 2009 ni Iran ambayo ilikuwa ikishukiwa kwamba huenda ilikuwa na kombora la nyuklia. Ilifanyiwa ukaguzi mara kadhaa, lakini haikuonekana kuwa na kombora hilo. Lakini wasiwasi uliendelea kubaki kwamba huenda Iran ina silaha hizo za kinyuklia. Ni kutokana na misimamo ya uongozi uliopo, hasa kukataa matakwa ya watu wa Magharibi. Iran mara kadhaa imekataa matakwa ya Magharibi na haikutaka kutawaliwa katika kile tunachoita ukoloni mamboleo na watu wa Magharibi. Hii ndio iliyotengeneza chuki dhidi ya taifa hilo. Lakini kadri siku zilivyozidi kwenda, wasiwasi ulizidi kuongezeka kwa mataifa ya Magharibi pamoja na Marekani na Israel kwamba taifa hilo litakuwa na silaha za nyuklia. Lakini haikutosha, ni mawakala wa kimataifa wa nishati kufanya uchunguzi kwa kiasi kikubwa, lakini pia mashushushu wengi kutoka Marekani pamoja na Israel walijitokeza kwa wingi kufanya uchunguzi dhidi ya nyuklia za Iran. Hata hivyo, taarifa rasmi zikaelezwa kwamba Iran haikujihusisha na masuala ya nyuklia, lakini ni mwaka 2015 kukawa na mkataba wa JCPOA ambapo ulitaka Iran isijihusishe na urutubishaji wa uranium kwa wingi. Hili lilianza kutekelezwa, lakini mwaka 2018 baada ya kuingia rais wa Marekani ambaye pia ndiye anayeongoza taifa hilo sasa, Bwana Donald Trump, alikuja kujitoa katika mpango huo. Na ikumbukwe Marekani ni moja kati ya mataifa ambayo yalijiingiza katika mpango wa JCPOA. Hili lilifanya Iran kuona kwamba mataifa haya yanaicheza shere. Iran iliamua kurutubisha kwa wingi uranium. Ilifikia karibia 60%, ambayo ni sawa na zaidi ya kilogramu 400, jambo ambalo watu wa Magharibi walipata wasiwasi mkubwa mno, na ilifikia hatua baada ya awamu ya pili ya rais wa Marekani Donald Trump kuingia madarakani, aliona hali hii itakuja kusababisha
Iran kurutubisha hadi asilimia zaidi ya 90 ambayo ingeweza kutengeneza bomu la nyuklia. Hata hivyo, tuangalie sasa ni kwa nini hofu imezidi kutanda kwa watu wa magharibi kiasi kwamba baada ya kurudi tena madarakani kwa Donald Trump, vita kati ya Israel na Iran vilianza, ingawa kuna sababu nyingine, lakini sababu kubwa ambayo ilitajwa ni juu ya kushughulikia suala la nyuklia la Iran. Katika vita vya siku 12 ni Israel ambayo ilipambana kwa ajili ya kuondoa silaha za nyuklia za Iran. Israel haikuweza kupambana vilivyo kuweza kuishinda Iran, lakini ilitumia mpango mwingine kushirikiana na Marekani, ambapo Marekani ilitumia makombora yake ya Buster kufanya mashambulizi katika vinu vya nyuklia vya Iran vya Fordo, Natanz na Isfahan. Hata hivyo, taarifa zaidi zinaeleza kwamba rais wa Marekani alidhani sasa ameshamaliza mpango wa nyuklia wa Iran, na sababu za msingi za kutotaka Iran kuwa na silaha za nyuklia ni kwamba hofu yao, endapo taifa hilo litakuwa na silaha za nyuklia, basi litakuwa ni taifa tishio zaidi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Wakati huu inamiliki makombora ya masafa marefu yenye uwezo wa kufikia kambi yoyote ya Marekani katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, na hii imezidi kutengeneza hofu zaidi. Lakini kumbukwe ni Iran inayodaiwa kuwa na ushirika na makundi mbalimbali ya wapiganaji katika eneo la Mashariki ya Kati, kuanzia Iraq, Syria, Lebanon, Yemen, lakini pia na hata Palestina. Kwa hivyo wataalamu wa mambo wanasema kwamba ikiwa Iran itakuwa na silaha za nyuklia, hofu kubwa itakuwa dhidi yao kwamba huenda ikasambaza makombora hayo pia hata kwa washirika wao wa Kihouthi huko Yemen, lakini pia kwa Hizbullah wa Lebanon na makundi mengine mengi yaliyopo katika Mashariki ya Kati, ambayo wakati wowote anaweza akafanya uvamizi ikiwa yatachokozwa. Na ikumbukwe kwamba mipango ya Marekani na watu wa magharibi ni kutokomeza makundi ya wapiganaji katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Mnamo Januari 16 mwaka huu, wakala wa kimataifa wa nishati atomiki alithibitisha kuwa Iran imekamilisha hatua zinazohitajika chini ya makubaliano ya Iran ambayo itahakikisha mpango wa nyuklia unabaki kuwa wa amani pekee. Na kabla ya makubaliano hayo, wakati wa kuzuka kwa Iran, wakati ambao ungechukua Iran kukusanya nyenzo za kutosha za kutengeneza silaha, ilikuwa ni miezi 2 hadi 3 tu. Leo kwa sababu ya makubaliano ya Iran itachukua miezi 12 au zaidi baada ya kufanyiwa mashambulizi katika vinu vyake vya nyuklia. Kwa hivyo ufuatiliaji wa kina wa Marekani bado unaendelea, na unahisi kwamba wakati wowote Iran inaweza ikawa na silaha za nyuklia. Hivyo ndivyo ambavyo mataifa magharibi hayapendi Iran iwe na silaha hizo za kinyuklia, kutokana na sababu hizo kwamba Iran litakuja kuwa taifa pekee ulimwenguni ambalo hawataweza kuliweza tena. Hata hivyo, yapo mataifa mengine ambayo pia na urafiki na Iran, hasa mataifa kama vile China, Urusi pamoja na Korea Kaskazini ambayo yanamiliki silaha za nyuklia. Kwa hivyo Iran ilitakuwa ni taifa la 4 katika mataifa yenye uswahiba ambayo yatakuwa na silaha za nyuklia, na hivyo hatari kwa watu wa magharibi pamoja na Marekani itazidi kuongezeka maradufu zaidi. Mtazamaji, nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utaweza kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni